kuna dhana inayokuja inaitwa environmental security, usalama wa kimazingira, ambao huu usalama wa kimazingira, Mheshimiwa Rais, haulindwi kwa bunduki wala haulindwi kwa mabomu wala haulindwi kwa jambo lolote. Ulichokifanya wewe Mheshimiwa Rais, kuhamasisha kutoka kwenye nishati chafu kuja kwenye nishati hii safi, watu kutumia gesi pamoja na nishati hiyo, kwa kweli Mheshimiwa Rais umejielekeza katika ulinzi mkubwa wa mazingira. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama lishe hoye! Baba lishe hoye! Mara ya kwanza niliona kama mmelegea, nikanajiuliza mmepika wenyewe mnalegea wenyewe. Mama lishe hoye! Baba lishe hoye! Hebu nyosha mikono namna hii kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia hoye! Dr. Samia hoye! Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sisi wananchi wa Dar es Salaam tunakushukuru sana kwa heshima kubwa ambayo umeendelea kutupatia kwa kuchagua mkoa wa Dar es Salaam kufanyikia matukio makubwa kama haya. Naomba kwa dhati ya moyo wote tumpigie makofi Mheshimiwa Rais kwa kuridhia kufanyia hapa. Lakini pili, Mheshimiwa Rais, nitumie nafasi hii kumshukuru tena Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana, dada yangu Dr. Gwajima, kwa sababu katika kuandaa jambo hili amelisimamia kindakindaki mpaka hapa lipofikia kwa kushirikiana na wadau ambao wamekusha tamkwa. Naomba pia tumpigie makofi mengi Mheshimiwa Gwajima kwa kazi nzuri. Mheshimiwa Rais, watu wengi huwa wanapenda kumuita Mama Gwajima ni kama pacha wangu, lakini si kweli, ni mama yangu kwa mbali kidogo. Ila mimi wanajitahidi tu kuiga yale machache ambayo anayafanya katika wizara yake na ambayo yanawafaa wananchi pia. Mheshimiwa Rais, nitoe taarifa fupi tu katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Hapa Dar es Salaam Mheshimiwa Rais, tuko salama. Pale ambapo vinajitokeza viashiria vidogo vidogo vya uvunjifu wa amani, tumeendelea kushirikiana na wenzetu kamati ya usalama, waheshimiwa wakuu wa wilaya, ili kuhakikisha kwamba mji wetu unaendelea kuwa katika hali ya utulivu. Lakini jambo jingine Mheshimiwa Rais, mimi ni kushukuru kwamba mama lishe na baba lishe hawa hawakupewa heshima hii walionayo leo. Heshima hii ya kuitwa mama lishe na wakajisikia fahari hii ni kwa sababu ya mapinduzi makubwa ambayo wewe Mheshimiwa Rais umeyafanya kwao. Akina mama hawa na akina baba hawa kwa miaka mingi sana lilionekana kama ni kundi la kawaida, lakini pale ambapo wewe Mheshimiwa Rais umeweka nguvu zako za dhati katika kuwaheshimu na kuwawezesha kimitaji, ndio leo na waona wako hapa na wamekuja kuunga mkono kwa dhati ya mioyo yao. Jambo jingine Mheshimiwa Rais, miaka ya nyuma tulilinda mataifa yetu kwa bunduki, pengine kwa mabomu na kwa vitu vinginevyo. Lakini leo hii Mheshimiwa Rais, kuna dhana inayokuja inaitwa environmental security, usalama wa kimazingira, ambao huu usalama wa kimazingira Mheshimiwa Rais haulindwi kwa bunduki wala haulindwi kwa mabomu wala haulindwi kwa jambo lolote. Ulichokifanya wewe Mheshimiwa Rais, kuhamasisha kutoka kwenye nishati chafu kuja kwenye nishati hii safi, watu kutumia gesi pamoja na nishati hiyo, kwa kweli Mheshimiwa Rais umejielekeza katika ulinzi mkubwa wa mazingira. Leo duniani kote, dunia inalia kwa sababu mazingira tumeyaadhibu, na mazingira utakapoyaadhibu nayo yanakuadhibu. Kwa hiyo kinachotokea kwenye climate change Mheshimiwa Rais ni pale ambapo tumetumia nguvu zetu wenyewe kuyaharibu mazingira, lakini na mazingira yakaanza kutuadhibu, kupelekea moja, kutokunyesha kwa mvua au mvua kuwa nyingi na zenye athari kubwa. Hapa Dar es Salaam Mheshimiwa Rais, yapo makampuni mengi yaliyokuunga wewe mkono. Kuna makampuni ya Total Energy, makampuni ya Oges,
kampuni za Lake Gas wamejitahidi kuchangia mitungi ya gesi ili kukuunga mkono wewe Mheshimiwa Rais, ili hawa mamalishe na babalishe waweze kutumia nishati safi. Naomba tena tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais. Lakini mwisho, Mheshimiwa Rais, kwa kuwa waziri wangu wa TAMISEMI yuko hapa, Wizara ya TAMISEMI chini ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wametuelekeza hakuna shule ya boarding yoyote katika mkoa wetu ambayo inapaswa kuendelea kutumia kuni au mkaa. Na maelekezo hayo Mheshimiwa Rais, tumeshavuka zaidi ya shule 300 ambazo zimekwisha kuwa connected na masuala haya ya gesi, zikiwemo shule za msingi na zikiwemo shule za sekondari. Kwa nataka tu nikudhihirishie Mheshimiwa Rais kuwa tutaendelea kushirikiana na Mheshimiwa Waziri pamoja na maelekezo yanayotoka katika ofisi ya Waziri Mkuu yanayohusu tawala za mikoa na serikali za mitaa, na hasa katika eneo hili la mamalishe na babalishe, kwa kuwa hawa ndio kizazi ambacho kinaweza kubadilisha mtazamo wa kimazingira, mtazamo wa kimaendeleo tulionao katika taifa letu. Punga tena mkono namna hii kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Rais Samia oye! Rais Samia oye! Asanteni sana. Naomba tumuongeze makofi mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, mwenyeji wetu. Asante sana. Naomba tena nikumbushe kauli mbiu Mheshimiwa Rais, kwa sababu ina ujumbe mzito: shiriki kulinda amani na mshikamano wa taifa. Amani ni hazina yetu, mamalishe na babalishe.